Horebu. Kumbukeni amri nilizompa Musa katika mlima wa Horebu. Malaki aisalira n'esabata ichupo n'ekyekumi. Malaki akafunga kwa sabato, ndoa na zaka. Nomba umfweni amashuwa yafishi. Sikia maneno hayo. Malaki alanda. Malaki anasema hivi, nkatuma Eliya kasesemo kutangirira ubushiku bukuru. Nitamtuma nabii Eliya kutangulia siku iliyokuu. Kwena Yohane kabatisha bamuita bati ni Eliya. Lakini pia Yohana Mbatizaji wamuita kuwa ni Eliya. Nomba taimile mukupwa kwa bushiku bukuru ubwa kwa shiku. Lakini hakusimama wakati wa kuisha siku kuu ya Bwana. Yohane aleteanisha Yesu ukwisa kwa chimo ukuteka abantu kumupashi ukuteka abantu mukati. Yohana alikuwa anaandaa kuja kwa Yesu kwa mara ya kwanza kuwaweka watu huru katika roho. Ubushiku bwa kwa shikuru ubukari bwala aberi walaisa umuku wa kibiri. Siku ya Bwana iliyokuu ya kutisha na kuja kwa awamu ya pili. Kanshi Malaki alelanda pabushiku bwa kulekeresha ko bwa mpela ya chalo kino eryo lesake manechipyu ukukanda ababi. Malaki anazungumza siku ya mwisho anayokuja Kristo atakapokuja kusimama katika hasira yake. Yinshitakema Hii siku atakaposimama, Eliya wa mchipingo cha kale alipita kale. Eliya wa agano la kale atakuwa alishapita. Eliya wa mchipingo chipya Yohane alipita kale. Eliya wa agano jipya Yohana alishapita. Nombo yu Eliya bala imya ni nani? Huyu Eliya anayesimamishwa ni nani? Mwashuka imwe. Mna bahati ninyi. Mutotele chisambiro cha chikwata eoda mwape. Furahieni soma lilo kwa nalo mzee Mwape. Umukalamba chisuna kwa kuri chisambiro. Huyo mkubwa alidondoa katika hili somo hapa. Lesana kwa tebumba. Mungu ana kundi ili abantu abashipikisha. Watu waaminifu. Kabili abamushiro. Tena watakatifu. Ebumba alaimia. Ndilo kundi takalosimamisha. Mchipingo cha kale aimisha Elijah eka. Katika agano la kale alimsimamisha Eliya peke yake. Mchipingo chipya aimia Yohane eka. Agano jipya akasimamisha Yohana peke yake. Munsta shampela taimio muntu moyo. Katika nyakati za mwisho hata simamisha mtu mmoja, hapana. Alaimie bumba lyabantu abashipikisha abamushiro. Atainua kundi la watu waaminifu tena walio imara. Mwachumfu amashiwu kutikama umukalamba eoda mwape achilanda pakushipikisha ifyo kupilibula. Mmesikia Eoda Mwape alivyonena maneno mazito namna ya kuwa imara. Chituberengele umukalamba na Luka 18:1 ukufika pa verse 8. Alitusomea pia na Luka 18:1-8. Uko na mayo ale ya mukupatikisha kapingula. Wewe na papa tampingula ko mpingwila ko mulando uyu. Ambako mwanamke alikuwa anakwenda kumlazimisha muhukumu, ni hukumu. Aesho kupulula yuma yoaya na kabiri aya. Akakataa, lakini akaenda tena mwanamke analia. Elio kapingula eberemwe uyuma yoela mpange chongo kamupingwili omulandu wakwe. Huyu mhukumu akasema asinifigie kile, ngoja ni mhukumu kesi yake. Verse 8 by order Mwape bachiberenga amashuaya. Mchungaji Mwape katika mstari wa 8 alisema hivi. Ati bushomwana wa muntu ili wakesa pachalo akasange chitetekelo mubapanwe nsonde. Mwana wa Adamu akija takuta imani katika dunia. Ichibalela ndapate chitetekelo yawe. Hiki wanachosema hapa sio imani ya ovyo ovyo. Chitetekelo cha kufuma mukushipikisha. Ni imani inayotoka katika kujikaza. Ukana nenuka. Kutokurudi nyuma. Bakukani na kabiri wabwerera. Wanakukataza lakini unarudi tena. Paka fyecho refwa ya chachitika. Paka unalotaka linatendeka. Ilio Yesu alaisa. Ndipo Yesu atakaporudi. Ushe akasange ndalama pachalo yo. Je, atakuta pesa duniani? Hapana. Ushaka sanga masambiriro ya kutamba pachalo yo. Atakuta masomo ya kujidai duniani? Hapana. Ushaka sanga efifulo no lulumbi yo. Atakuta vyeo na ukuu? Hapana. Bushe umwana wa muntu ili walisa.
Je, mwana wa Adamu anapokuja akasanga ekitetekero mu bapano nse atakuta imani kwa watu wa dunia? pano Hapa pali okushipikisha kw'abamushiro. hapa ndipo penye subira ya watakatifu ababaka amafunde yakwalesa washikao amri za Mungu n'ekitetekero kyakwa Yesu. na imani ya Yesu. kanshi obwafyata bubeerere pambi bubeerere pakitetekero ikingale ng'omuntu kubaka amafunde yakwalesa. Kumbe imani iko kwenye mahali palipo na shida ya watu kuwa na imani ya kumwamini Yesu. okusumira muri Yesu temulimo unono mweba bomfi banandi. Kumwamini Yesu sio kazi ndogo, watumishi wenzangu. mwebali mu nshitashino eshampera. Ninyi mlio katika nyakati hizi za mwisho. emolesa alafumya ibumba lyakwa Elijah walenga batatu. Ndimo Mungu atatoa kundi la Elia yule watatu. ule ibikapo paliri ibumba. Uwe unaangalia katika hili kundi. nga mwabilenga shamfumu wa kibiri. Ukisoma Wafalme wa Pili chapter 2 verse 1 kufika ku verse 15. sura ya 2 mstari wa 1 hadi 15. Bible yalandad. Biblia inasema ya kuwa Elisha baleya na Elijah. Elisha wanakwenda na Elia. eryo bakasesema bakubetere bamweba bati. Lakini wale manabii wa Betri wakasema kuwa usheta wishi batu wisokuru balamusenda hivi kumolo. hujui kwamba bwana wako watamchukua kwenda juu? ebere ningi shibatalale ni Wakasema mwilanje. ninyi nimesikia, nyamazeni. baya ku Jericho. Wakaenda Yeriko, basanga bakasesema. wakawakuta manabii. bamweba bati usheta wishi batu wisokuru alasendwa mumulo. Wakasema hujui bwana wako watamchukua kwenda juu? ebere ningi shibatalale. Akasema najua, nyamazeni. umfweni mwebana bakwale. Sikie nyinyi watoto wa Mungu. Elijah napalamina okusendwa kumulo. Elia anakaribia kubebwa juu. abairwike okutira Elijah alasendwa. Waliotambua kwamba Elia anabebwa, bantu bakwete omupashi wa busesemo. waliokuwa na roho wa nabii, bantu baleba omufiwa na mupashi wa mushiro. waliokuwa wakifanyishwa kazi na roho, ababashala bali abena Israel. wale waliobaki wakiwa ni wa Israeli, nomba tabali bakasosema. lakini hawakuwa manabii. tabayishibye okutira Elijah alasendwa okuya kumulo. Hawakujua kuwa Elia anachukuliwa kwenda juu. musakamani okutungulwa n'omupashi wa mushiro. Iweni makini kuongozwa na Roho Mtakatifu. mwalata mpoku ishibe efintu ifyo abanenu tabeshibe. Taanza kutambua mambo ambayo wenzenu hawayatambui. nshita iri mupepi. Muda karibu. ilyo bambi bala mitandalira n'efiroto. Wengine watawatembelea na ndoto, ukweba Joseph na Maria. kwambia Yusufu na Maria, fumieni akana muno mukatwale ku Egypt. toeni mtoto hapa mumpeleke kule Misri. Herod alayisa n'okwipa y'abaana baana. Herode anakuja kuua watoto wadogo. ushe Maria bakwete pofyo omwana beka abana abo tabakwete abaana. Je, Maria alikuwa na mtoto peke yake, wengine hakuwa na watoto? kinshi kingalengaleso okweba Joseph na Maria ababashala bakwete abaana bafirwa okubeba. Kwa nini Mungu amwambie Yusufu na Maria toa mtoto, asiwaambie na wengine, kwani hawakuwa na watoto? kino kironganino Hili kanisa, emo bali abolesala ebefyankama efireisa. kuna watu ambao Mungu atawaambia siri nayo kuja mbele. mumone efyo abaana banono bafuire. Angalia watoto wadogo walivyokufa. Herod apema ebere na Yesu ningi paya. Herodi akapumzika kwamba nimemuua na Yesu. Yesu ali ku Egypt ekwali. Kumbe Yesu yuko kule. mwebana bakwalesa. Ninyi watu wa Mungu, ukutungulwa na mupashi wa mushiro. kuongozwa na Roho Mtakatifu, ukamona efyo abanobe bashiremo. utaona ambavyo wenzako hawafai. Elishebere mwilanjeba. Elia akasema msiniambie, ningi shiba. naelewa. mwebonga mkwete omupashi wa busesemo. Nyie kama mna roho wa Mungu na ine nkwete omupashi wa na busesemo. mimi na roho wa Mungu, ifyo mwishibe nangu mube ku Jericho ku Betere na ine efyo njishibe. vile mnavyojua kwenda Betri, hata mimi naelewa. abaletungulwa na mupashi wa mushiro we Israel. Wanaoongoza Roho Mtakatifu nyie Israeli tabakarubane yo. hawataweza kupotea. abali ku America efyo bale umfu empela. na abali ku Afrika efyo bale umfu empela. Wanavyosikia mwisho wa dunia wa Marekani, vivyo hivyo na wa Afrika pia. ningi shiba na ini okutira leya.
natambua hata mimi kwamba anaenda. nomba obupusano mwebo naine nangu mwishibe mwebo. Lakini tofauti yangu na mimi, hata kama mnajua, Icho mushimukonkele chinshi. kwa nini amumfati? Bantu na mwishi batyaleya. Kwa kuwa mnajua anaenda. Chinshi mwikalile fyo kwa buroku Kwa mukongo. nini mmekaa tu amumfati? Nebo ninjishi banatupusana nenu nebo nde mukonka mmone nokwaleyila kumungu. Mimi najua tofauti yangu mimi na ninyi. Mimi namfuata huko anakoenda. Ichipapwa kyakulekeleshako Elijah achitile. Muujiza ulio wa mwisho aliofanya Elisha, Kufulo mwingira wakwe. akavua lile joho lake, Au mapamenshi. akatupiga kwenye maji, Amenshi yalepuka. maji akapasuka. Bao bukapa Jordan hapa umande. Wakavuka katika Jordan pakavu. Chipapwa kyakulekeleshako Huo ulikuwa achitile. muujiza wa mwisho. Chipapwa nshi kyakulekeleshako kachita. Utafanya wewe muujiza gani wa mwisho? Mwilaba imbira yakwa Elijah wa chimono wa chibiri no wa chitatu file tuteanisha kukusumbulwa abomi mukatika molo. Elia wa kwanza, wa pili na wa tatu tufanya kutuinua juu kufanya mambo makuu. Yinshitale sata imyo muntu momo. Wakati huu Mungu hatainua mtu mmoja. Mumone mu finama fya kwa Daniel mu chapter 7. Angalia katika Danieli 7 wale wanyama. Nkalamu yaima yapita. Simba akasimama akaenda. Ichiburi chaima chapita. Dubu akasimama akaenda. Imbwili yaima yapita. Chui akasimama akaenda. Ichakutinya chaima chapita. Wakutisha akasimama akaenda. Nomba mu chapter 13. Katika sura ya 17 Ichina machimo chine. yule mnyama yule Ichapale mbwili. ambaye sawa na chui, Iyo Daniel wa mwene mu chapter 7. ambaye Daniel yule katika sura ya 7, Ichina machimo chine. mnyama yule Na kanwa nga kankalamu. na mdomo kama wa simba. Iyo Daniel amwene. Daniel alichokiona Ichina machimo chine. kinyama kile Na makasange ichiburi. na miguu kama ya dubu. Icho Daniel amwene mu chapter 7. Daniel alipoona katika sura ya 7 Ichina machimo chine. mnyama yule N'ensengwe 10. na pembe 10. Ali mwene china mecha kwete nsengo 10. Aliona mnyama mwenye pembe 10. Finshi mwasambirira papa. Kwa nini mmejifunza hapo? Amona mabufu munomba yaikatana pamo. Akaona falme zikashikana pamoja. Dirabale ima 1-1. Walipokuwa nasimama moja Inomba moja, baima Babylon, Medo Persia, Greece, Rome baikatana pamoja. wakasimama Wamedi, Waajemi na Wagiriki na Waroma wote Echo pamoja. nalesa tetiete nomba Yohane umo. Ndio maana Mungu hataita Yohana mmoja, Bantu bulwi ubwakurwa na mabufu mwayekatene kwa pamoja. sababu ni vita ya kupigana na falme zilizokamatana. Nawo Yesu aimya abantu abeikatene pamoja nkwe. Na yeye Mungu ataita watu walioshikamana naye. Umfweni busokoro 17. Sikia Ufunuo 17 Pa verse 14 pali amashwaya. mstari wa 14, kuna maneno Na haya. tubelenge abana bamfumu. Hebu tusome wana wa Mungu. Ishi shikarwa n'omwana wa mpanga. Hizi falme zitapigana na mwana kondoo, N'omwana wa mpanga akashichimfya. na mwana kondoo atashinda, Ichwe shikuru waba shikuru. kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana, Kabiri mfumu yasha tena mfumu. mfalme wa wafalme. N'abali pamoja nkwe. Na waliokuwa pamoja naye, Bantu abaitwa. tena walioitwa, Kabiri abasalwa. tena waliochaguliwa, Kabiri abachishinka. tena waaminifu. Elijah wa chitatu yubalela. Huyu ndio Elia watatu anayesemwa Ilo hapo. amabuteko na amabufumu nayo bale ikatana pamo. Hapo falme na mamlaka watakaposhikana pamoja, Bapange chimo baye baliwe na Kristo. watengeneze jambo moja, wapigane na Kristo. Yesu naona akwata abo bali pamo nankwe. Na Yesu anao waliokuwa nao pamoja, Nao bale ikatana. nao wanashikamana. Weshuko we. Bahati kubwa Uko ikatana pamo na Kristo. kushikana pamoja na Kristo. Bane twa mitotela mwebale tumfuira pamwela. Tunawashukuru nyie mnaosikia katika mawimbi huko ya redio. Nesa mipale konsho komule tumfuira pamwela Barbara kwa Amerika. Tule mitotela Sherry ku England. Tule tuli ku camp meeting yako tuli. Tunatambua Babla kule Marekani na tusikia na wewe kule Uingereza. Tunawashukuru katika mkutano. Ayama buteko yala ikatana pamo.
hizi falme zikishikana pamoja, Yesu naona kwate ebumbe bala ikatana nalyo pamo. Mungu naye ana kundi atakaloshikamana nalo pamoja. Na mwishiwe chalale ngokutira chimfye. Mnajua kwa nini atakufanya aweze kushinda Yesu? Bamwe babati Wakamwambia kuwa akashimfya ambaye atakayeshinda icho kwa sababu ni shikuru wabashikuru, kwa sababu ni Bwana wa mabwana atashinda. Ni mfumu yasha mfumu, ni mfalme wa wafalme, King of kings, ni mfalme wa wafalme, Lord of lords, ni Mungu wa miungu, not king among kings. sio kwamba Mungu wa watu miungu, Temfumu pamfumu, sio mfalme katika wafalme, te shikuru pali bashikuru, sio Bwana katika mabwana, ni shikuru wabashikuru, ni Bwana wa mabwana. ababashikuru bashara panshena ali pamoja, hawa wafalme wanabaki chini, yeye yuko juu. shimfumu shashara panshena ali falme pamoja, zinabaki chini, yeye yuko juu, nabo bali pamoja na walio pamoja naye. Ino tenshita yakuba umukristo paba kristo. Hii sio wakati wa kuwa Mkristo mbele ya Wakristo. Ufiro lebo umukristo waba kristo. Unatakiwa kuwa Mkristo wa Wakristo. A Christian above Christian. Unatakiwa Mkristo zaidi ya Wakristo. Tekwesho kuba umukristo among Christians. Usiwe Mkristo kwa kujifanya. Ufiro lesumbuko kuchiraba nobe. Unatakiwa uwe juu kupita wenzio katika imani. Ngakuri abashimbe abo baweleketa n'okubaliso wakawele. Kama kuna wasimbo nao wachezea namna, webo obushimbe bobe takwabe ekikamba nangu kimo icho bakufika mu bushimbe bobe. Wewe katika usimbe wako hakuna kilaka walichokuweka kwamba utabaki kuwa msimbe. Muri bunkungulume bobe takwabe ekikambe echo bakukambatikayo. Katika ujana wako huo hakuna kilaka walichokuweka kwamba utakuwa hivyo. Umukristo waba Kristo, uwe Mkristo wa Wakristo, shamfumu waba shamfumu, mfalme wa wafalme. Elijah alepula omumana, Elia akapasua. ababaka sesema kuti waba papa. Hawa manabii zoka washangaa, inshira yapangwa, njia ikaonekana, bale papa bebele Elijah alepula omumana kumwingira wako. Wakaza kushangaa, Elia anapita kwenye mto ukubakira amano nakuba abakwa Farao abayirefuira mu Red Sea. Aliwazidi mpaka wachawi wa kwa Farao waliokufa katika bahari ya Shamu. Chari wemeko pantu bali endeleko na munshira mu mumana. Wao walipata kidogo baada kapita katika ile bahari. Nangu bafuire urwendo bali endele mu mumana. Hata kama walikufa lakini mtoni walitembea kidogo. Mumana wale pukateti bakasesema ku Betere na ku Jericho beme nabo babuke. Bahali lipopasuka wale Beriko na Betile sio kamba nao hawakwenda. Kuti wali kwato mupashwa busosemo no kubelengola belengo busosemo. Unaweza kuwa na roho wa Mungu na kusoma unasoma. No mbemi chitire yobe yali firo kwenda mu busosemo bo belenga. Lakini tabia yako imeshinda kwenda katika unabii usomao. Babu komumana babiri. Wakavuka ule mto wawili. Ilio baleya. Wakati wanaenda, Elijah amwepusha. Elia akauliza, sosa chinshulefu okutira nkuchitire. unataka nikufanyie nini? Eshwiri ashele ili nono kulanda kuma pastors twali nayo na mwila kumo. Ndilo neno lilibaki dogo tu niwaambie wachungaji tulikuwa nao na mwila kiwemo. Ashile lishwi mupepi pepi. Waliacha ili neno karibu. Ba pastor bashile lishwi mupepi pepi. Machungaji waliacha ili neno karibu. Ishuko kuba kuturuike no kuchimba. Bahati kwa waliogundua na kuja kutubu. Nalimo kutirya bwela. Yawezekana neno hili likarudi. Mwali shuka imwe. Mna bahati ninyi. Elijah tari no kubana Elisha. Elisha hakuwa kumuona Elia. Elijah tari no kubana Elisha. Elisha hakuwa kuwa na Elia. Te Elisha alino kupoka ya mapalo. Sio Elisha kuchukua hii baraka. Alikuweto mubomfi wako wa namba 1. Alikuwa na mfanyakazi wake wa kwanza. Uliatumile parupiri rwakame okamone kumbi mfulanga ileisi. Alikuwa na mfanyakazi leo mtumba katika mlima wa Karume nikaone kama mvua inakuja. Nombelwe kumbi ya ise mfula yaloka no mulilo waloka. Ilipokuja mvua na moto ukashuka. Elio babu tuko kutina Jezebel.
ndipo akakimbia kumkimbia Yezebeli. Uyu mulumendo bamweba kuri Elijah tishala pano. Huyu kijana kwa Elia akaambiwa baki hapa. Na wasumina. Naye akakubali. Mweba ne bakwalesa ngumfweni. Nyie watoto wa Mungu sikilizeni. Kula umfwa bwinwe fya bakuru balekweba. Uwe unasikia vyema wakubwa anachokuelekeza. Mulenda no mukalamba. Unatembea na mtu mkubwa. Eri wakweba tishala pano. Anakuambia baki hapa. No be washala. Na wewe unabaki. Elisha balenda na kasose. Elisha anakwenda na nabii. Amweba tishala pano. Akamwambia baki. Ebele nshashale. Akasema sibaki. Mweo ube no mweo wandi. Roho yako na roho yangu. Nshashale. Sintabaki. Ruthi bamweba. Ruth akaambiwa, bwelela muwe mwana wandi. Rudi we mwanangu. Umunobe Opa na bwelela mu. Mwenzako Oprah amerudi. Erwa kana kashaka iruka. Tena kama mwanamke kajanja. Kebele wilampa pata mayo kutira mbwelele. Kakasema mama usinibembeleze kwamba nirudi. Nde kukonka. Nitakufuata. Ukoleya ekondea. Unakokwenda ndiko nako kwenda. Abantu bobe bantu bani. Na watu wako watakuwa watu wangu. Lesa obe lesa wani. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ifyo kalari efyo nkalari. Ulacho nitakula pia. Hapo kasenda mepo nkasenda. Ulalapo ndipo takapolala. Uko kashiko eko nkashika. Uzikwapo ndipo takapozika. Kano fyemfwa ikatuleka. Itakacho tuwatanisha ni kifo. Uafishe chitetekelo kufika na kumfwa ukapusuka. Anayepeleka imani mpaka katika kifo ndiye atakayepona. Elisha kuturuka. Elia akakuwa mjanja. Nibwefi wanje batilombe cholefu ayankupele. Unaniambia niombe chochote nikuzi unipe. Nebo umpele fyo mupashobe mikwibiri. Wewe nipe tu roho yako mara mbili. Double portion of your Holy Spirit. Double hiyo mara mbili zaidi. Elijah bele mwame chakule echo. Elia akasema we kijana jambo kubwa hilo. Ichita chipelwa fi. Hicho hakitolewi ovyo ovyo. Kano fyo shuke. Mpaka ubahatike. Iyo ndeya umone. Wakati ninapokwenda unione. Name nsoyobe wikapa. Na macho yako usipige kope. Umone fyondeya mumu. Uone ninavyokwenda juu. Yena rimbi wala shuka kutichapa. Yawezekana unaweza ukapata bahati. Ilio balelanda. Wakati wanaenda wakiwa wanazungumza. Balelanda. Wakati wanaenda wanazungumza. Amuna fyechireta mumubiri amuni. Akaona tu chileta likashuka juu. Yapitana pakati. Ikapita katikati. Elisho yori aposoko. Huko akatupwa huko Elisha. Elijah ingira na mukati. Elia akaingia katika ile chombo. Mwikataba ngeli mukati. Malaika wakamkamata. Mwilabeli icheleta. Wakamuingiza katika ile chileta. Echeleta mukenda mokuya mukati kamu. Ndiyo itakawasafisha kwenda juu. Mwilabeli icheleta. Msisahau hiki chombo. Yesu akaba mulwelele. Mungu atakuwa angani. Yesu atakuwa angani. Mwatutubuka naba mwewo kuya mukumanya. Ninyi mkifufuka na watakatifu kwenda kumkutanisha. Echeleta tukendamo. Tutakwenda katika hicho chombo. Usakamani. Uwe makini. Bushe. Ukamona koko aleya. Je, utaona napokwenda? Elwalira Elisha. Elisha akalia. Tata wandi. Bwana wangu. Kumupanisha omwingira. Ndipo akamrushia ile joho. Mule umfura ukulira obusuma. Mnaona kulia kuliko kwema. Talandira ati kasesema. Hakusema kwamba nabii. Talandira ati Elijah. Hakusema kwamba Elia. Tata wandi. Akasema Bwana wangu. Kuponya umwingira. Ndipo akashushiwa joho. Mfeni Bible efya yalanda. Sikia Biblia inavyosema. Eri wabulira omwingira wakwe. Alipochukua lile joho lake. Afula. Akavua. Alepula mwefipande fibiri. Akapasua vipande viwili. Eri afuala omwingira wakwa Elisha. Wakwa Elijah. Ndipo akavaa vazi la Elisha. Elisha alepwilile mwefiputurwa fibiri. Ndiyo ambayo Elisha alipasua pande mbili. Kulango kwebati na perwa double portion. Maana yake kwamba alipewa mara mbili ile roho. Ili wafikire pamumana. Alipofika katika mto pale alipovukia afulo yumwingira akavua lile joho atuta pameshi akapiga juu ya maji
ule mto ukapasuka. Nshira wale pukile mofyali pusene nefyo wale pukile kuri Elijah. Njia ilivyopasuka ilikuwa tofauti ilipokuwa na Elia. Baka sese babalanda ati Elisha na kwata omupashi wa miku ibiri. Manabii wakasema Elisha amepata roho mara mbili. Uwa kwa Elijah. Roho ya Elia. Mfweni mwebasu wabakwani. Sikia watakatifu wa Mungu. Mwebo. Ninyi tamwakwata omupashi umweyo. hamtapata roho moja. Nesale mitianisho kwata omupashi wa nkuntansoke. Ninyi mtapata roho wa mvua ya masika. Umupashi wa kurekereshako. Roho wa mwisho. Umupashi tulebo mfya inonshita. Roho tunayemfanyia kazi wakati huu. Ni ulio wapokeleri abasambi pa Pentecost. Ni ile waliopokea wanafunzi siku ya Pentecost. Emfula ya kubalira po. Hicho kifo cha kwanza. Nomba tulelo lele emfula ya kurekeresha. Tunasubiri kifo cha mwisho. Emfula ya kubalira po. Kifo cha kwanza. Eilenge fisa bwembuto kupuka mu mushiri n'okukula. Inayofanya mbegu kufuka chini na kupanda juu. Emfula ya kurekereshako. Mvua ya mwisho. Eilenge fisa bokupya ukuiteanisha kukusombola. Inafanya mazao kuiva na kuweza kuvunwa. Imwe mwikele pakatika mfula ya chimo ne mfula ya chibiri. Ninyi mpo katika mvua ya kwanza na mvua ya pili. Usakamane uiteanishe kuri leta re. Uwe makini, jiandae kwa kinachoujia. Imfula elyo mwala apokelela. Kiyo mvua mtakayoipokea. Takwa kabyoke bomu nankwati wila shimikile ifyo. Hakuna atakayemwambia mzee kwamba usihubiri hivyo. Ni mfula ya nkuntansoke. Ni kifo cha kuwa na mvua ya masika. masika. Na upwa. Hakutakuwa uoga. Fitule shimikila paba Roma. Tunavyosoma hivi kwa Warumi. Inonshita kusapulula, yonshita kusapulula ba Roma. Nefya nkama fyonse ukufileta parualala. Wakati huu ni kumchambua na kumwanika mloma, kumweka hadharani. Kulanda kwa busesemo Babyloni bakamufula n'okumona pabuamba bwakwe. Ndivyo inavyosema katika Warumi, katika unabii kwamba Babeli ataachwa uchi. Tete abantu mubebi ati fumenimo ngataba mwene ekyo balefuminamo. Hauwezi kuambia watu toka na ujui nini kinachowatoa. Ni muri Babyloni emwabela mefibanda fitatu. Ni katika Babeli ndio kunamo mashetani matatu. Ni muri Babyloni emwabela mefyula fitatu. Katika Babeli ndimo kunamo vyula watatu. Fyula efyatumwa kushamfu mushapanwe sonde ukulufya mfumu n'abantu pachalo. Hao vyula wametumwa kwa wafalme na watawala katika kuwapoteza dunia hapa. Babyloni ngatamu musoporwele efyula fimoneke. Babeli kama hamjamfunua hao vyura waonekane. Abantu tetibeta byobwityo bwakufumamo. Watu hawezi kupokea wito wa kutoka. Elijah wa butatu. Elia watatu. Ni mwebo. Ni ninyi. Are you ready, my brother and my sister? Je, kaka na baba uko tayari? Takwa kabe ukapokelele mfula ya chibiri. Hakuna atakayepokea mvua ya pili. Ushibomfye mfula ya chimo. Ambaye hatafanyia kazi mvua ya kwanza. Nangu fyeni kubuntunza. Hata katika ubinadamu. Mfula ya chimo kupushe fisabo mumushiri fyamena na mataba ya menako. Mvua ya kwanza ni kumeesha mazao kutoka chini. Nombanga tafimenene tafipukile. Mfula ya chibirita ya bombe kantu. Lakini kama hayajaota, lakini ile mvua ya pili haiwezi kufanya kitu. Uliawini omupashi abasambi bapokelele mupashi tulebo mfya. Ile roho waliopokea wanafunzi ndio tunatumia leo. Nchito yauko ya wakwate nchito shitatu. Kazi yako ni kazi tatu. Kushini na bantu parubembo. Kuambia watu ukweli. Na umfo mutima wobe no mutima wandifyo ulela. Unaona roho yako na roho yangu inavyosema. Ulolubembo ulalumfwe fyo yo mupashi ukushimina. Hiyo dhambi unayoisikia unasikia navyokuambia roho. Icho mupashi ulandapo mu mutima wobe no mutima wandi. Nini roho anasema katika roho yako na katika roho yangu? Emfula ya kubalira po kukulungika pautiro puke mu mushiri. Hiyo ndio mvua ya kwanza inayofanya kwamba wote katika ardhi. Kukulungika mu bulungami. Kukutengeneza katika uaminifu. Ilyo atushini na parubembo. Alafu tunaambiwa habari ya dhambi. Ilyo atuwe bano kulungika efintu. Alafu tunaambiwa kurekebisha vitu. Na kushini na
ati Sunday te sabata wakikwambia kwamba sabato sio ala kweba sabato, tichalungamo okukita chiberushi sabata wakikwambia lilo bora kutenda ni sabato. lesata sekafya omuntu pachibyala ekita ala mupera n'ekisuma ikyakukita replace. Mungu hacheki kwa kile unachofanya na kupa na kitu kingine cha kuweza kufanya kilicho chema. Fwebo kutuwapela fya omuntu mukumwebawula taumulangire n'ekisuma ekyakubika. Wewe unaweza kumwambia mtu kwa kumkashifu, hata zuri huwezi kumweleza. Panuma ya kushinina abantu parubembu na wapabulungami. Baada ya kabla ya kuambia watu dhambi na namna ya uaminifu, eryo nomba kashinina abantu pabupingushi. Tena yeye atawaeleza watu juu ya hukumu. Na kweba tichirubembu. Na kuambia hiki kuwa ni dhambi. Ichalungamo kuchita nichi. Kizuri kutenda ni hiki. Wakano kuchita. Unakataa kufanya. Kupingurwa. Unahukumiwa. Enchito ya mupashi uwapa basambi. Ndiyo kazi ya Roho wakati wa wanafunzi. Bonsha bali n'olubembu lwe balekita n'okuyishiba balishi batulu lubembu tabakapokelele kw'emfula ya nkuntansoke. Wote wenye dhambi na wanajua kwamba hiyo ni dhambi hawatapokea mvua ya masika. Mwema elders, mweba bumfi bakwalesa. Ninyi wazee wa kanisa watendakazi wa Bwana. Nesa nami bwese shekilongali n'okufuma pamishira eryo kireni na kire apamu. Mungu amewarudishia kanisa kutoka chini kwenda kupanda juu. Ngokala tungurwa n'olupato lwakweba ati nalamu pesha na ine filiam peseshe. Kama utaongoza kwa hasila na kusema nitamnyosha kama alivyoninyosha, mwala pusana n'emfula ya nkuntansoke. nitapishana na mvua ya masika. Ubike kwa maana. Uwe na akili. Onse fyori n'enkongole yo aishibati n'inkongole na alifirwa okurubula. Wewe kama una deni na kwamba nishashindwa kulipa, mupashi wa nkuntansoke tabe paliwe. huwezi kupata roho wa masika. Umfweni nga mwapokelelo yu mupashi fyarachi. Sikia kama mkipokea huyu roho anachokitenda. Abasambi bali n'omwenso. Wanafunzi walikuwa waoga. Ilyo Yesu afwa. Alipokufa Yesu, bamushika. wakamzika. Kuya munganda pamuputule wapamono. Wakaenda katika chumba cha juu baisala n'efibi babika ko n'efimuti. Wakafunga milango wakaweka na makomeo. Batutuma bebeli hapo baipa ya Yesu lomba ni fwebo twala. Wakaanza kutetemeka, hivyo amemuua Yesu, zamu ni yetu. Ekweba tibaikele fye mwenso. Walikaa waoga. Nga baumfa fye chala konkonsha kuchiri. Wakisikia kitu kinapiga hodi mlangoni, kuishiba tinomba ni fwebo twafa. wakasema ni sisi tunakufa. Panuma n'abapokerera mupashi wa mushiro. Walipopokea Roho Mtakatifu, umuliro wapo na pamitwe yabo. moto kashuka katika vichwa vyao. Umuliro wimilina mupashi wa mushiro wocho lubembu. Moto wasimamia Roho Mtakatifu anayochoma dhambi. Eryo bafuma okushimikira elandwe. Ndipo wakatoka kuhubiri Injili. Petero wali n'omwenso. Petro alikuwa muoga. Ewalanda tumfweni mwebana bakwa Israeli. Ndio akasema, sikieni ninyi wana wa Israeli. Yesu omwatanike. Yesu mliyemwangika. Uyule saa chiteribwe lyapa chifutu. Ndiyo Yesu huyo amefanywa kuwa jiwe kula pembeni. Kwena mwamutanike tamwaishibeyo. Ninyi mlimwangika hamkujua. Bashima pepo baumfu. Manabii wa Farme wakasikia. Tekateni. Washikeni. Imwe muletu shingo mulopa wa uyu mundu. Nyie mnatupaka damu ya huyu mtu. Tali ebalandiria tumulopa wakwe ube pamitwe Yesu na pabana besu. Si ndio alisema kwamba damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Alangata wako hata mupashi wa mushiro. Kama hauna Roho Mtakatifu, wakulalande fintu, utakuwa unasema vitu nga chabwelo kukushinina. yakirudi kuja kukushuta. Kutola ukakukana nebo. Na lilandile kwefyo nebo. Nilisema wapi? Nilisema wapi? Ekishibilo chakweba titaula kwata mupashi wa mushiro. Ndio ishara kuwa hauna Roho Mtakatifu. Abantunga na bashininkishati ewala. Kama watu wamethibitisha kwamba ulisema, eryo wakana. Napo unakataa. Naba iche bakusurira kumo. Na watoto wanakuzalau pia. Umukuru nangufya ni kuchalo. Mtu mkubwa hata kama duniani. Bamuishibira kukusumine filubonishi na ukula. Wanamuelewa kwa kukubali dhambi kwamba ndipo umekuwa. Abengi tulalande fingi nombanga fyabwela kutola ukanokuka. Wengine tunasema vitu vingi lakini vikudi tunaweza kukataa. Petero webele pingule. Petro akasema, hebu hukumu. Ndachawa moku mfa kulimwe.
kama ni vyema kuwasikiliza ninyi ukukiro kumfwa kulilesa kuliko kumsikiliza Yesu. twaendere nangu Tulitembea naye, twalire nangu tulikula naye, twalere nankwe tulilala naye, twali mwikete tulimshika n'amenso yesu yali na macho yetu twali yalimtazama, mfuire tulimsikia pia. teti tukani okushimikira efyo twamwene Hatuwezi kukosa kubi tulioyasikia. ikyefyo alakitika eryo mwalapokerera omupashi wa nkuntansi Haya ndiyo atakayofanyika mkipokea mvua ya masika. wensonse mu muntu wala kuntika Uoga wote utatoka kwa watu. takuli wala atina okulumbula yesu palwala Hakuna atakayeogopa kumtaja Yesu hadharani. witeanishe ku mupashi oyo Jiandae katika huyo roho. Elijah wa butatu otulelole Huyo ni Elia watatu, tumsubirie. libumba ly'abantu pakyalo Ni kundi la watu duniani abolesa alabikako omupashi wa nkuntansi ambao Mungu ataweka juu yake mvua ya masika. muliro nga wayawula eshima Kama moto unaenda kuzimika, wayawula eshima unaenda kuzimika. eryo mwayitirapo petero Alafu tena mkimwagia petroli, talukako kaa pembeni, kaa pembeni kyalabumuka italipuka. ekyo kyalaba Ndivyo iyo itakavyokuwa lesa alayitira oyu mupashi palimwe Mungu atakaposhusha ni huyu petero mwovu. pamuliro walabumuka Itakuwa ni Petro katika moto. takuli walaye b'omunankwati wibatisha Hakuna atakayemwambia mwenzake kwamba usibatize. takuli walaye b'omunankwati wiyashimikiroko Hakuna atakayesema mwenzake usiende kuhubiri huko. onso okwali abantu bakalayisa mu 1000 Wote watu watakuja maelfu okufaayo okupusuka ili kutaka kuokolewa. iteanishe Ndaye lesa ali ready Mungu yu tayari okutupera oyu mupashi kutupa huyu roho. nombala efayamo niyo one time shiubombe Anataka roho wa kwanza unamtumiaje? membwisho watu shininako twabombapo Zambi ambazo anazotuambia tunafanyia esamo kazi. nati nalinga okumupera omupashi wa nkuntansi Anajua Mungu anataka kupewa huyu mvua ya masika. Eliya wakimo Elia wa kwanza, wa mu kipingo kya kale Agano la Kale. Eliya wa kibiri Elia wa pili, wa mu kipingo kya Agano Jipya. Eliya wa butatu Elia wa tatu wa mu nkita shampera ni wa nyakati za mwisho. ena Yeye libumba ly'abantu ni kundi la watu abamushiro waaminifu, abashipikisha watakatifu, ababaka amafundi washikao amri akwayisa za Mungu n'ekitetekero kyakwa na Yesu imani ya Yesu. twatotela muletishani pamashiwi ayakosefi lesa uweso achindikwe pali ino nshita na ipusha bakorista tuiminineko kwimbo lwimbo lwa kwisalila twalaimba stanza 1 chorus na stanza 4. Antongolo la konse fiemashi ale enko sesha no ko konse kontunde